8. Mafanikio hayo yamemfanya Ibrahim Dumbia awe gumzo. Gumzo kwa sababu gani? Ni kwamba chukulia haya ni mabao 28 waliofunga. Yeye katika mechi 26 za msimu mzima alicheza mechi 24. Yes. Kijana mwenye umbile la kwenda juu vya kutosha, around 56, anajua pa kusimama nyuma ya mabeki kusubiri mipira ili afunge. Anachomoka kwa kasi, mipira ya vichwa iko vizuri, baadhi ya mabao amefunga kwa vichwa. Huyu Ibrahim Dumbia alicheza mechi 24 kati ya 26, halafu ndipo akafunga mabao 17, assist 4. Sasa mabao 21 aliyochangia, kutaka kuona ni kwa namna gani alikuwa na mchango mkubwa, kiasi ya kwamba unaweza kusema kwa kiasi fulani ilikuwa ni one man army, ni jeshi la mtu mmoja. Ndio wenzake walifanya kazi kubwa pia kumtengenezea fursa, lakini mchango huu wa mabao 21 kwa ujumla, kwa maana aliyofunga na assist, kati ya mabao 28 ambayo timu ilifunga kwa msimu mzima, ukizidisha kwa 100 hapa unapata mchango wake ni 75% ya mabao yote ya Korofina, almaarufu pia kama Asco kwa kifupi, yametokana na yeye kufunga na kuassist, na ndio maana akawa mfungaji bora, akawa mchezaji bora chipukizi. Kwa sifa hizi, maana yake ni kwamba kama kweli wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker wanampata, maana yake Simba anajiongezea nasibu ya kufunga kule juu. Na uzuri ni kwamba atakapotua Korofina ndani ya Simba, sio atakapotua Ibrahim Dumbia ndani ya Simba, namna atakavyochungwa sio sawa na vile anavyochungwa na wapinzani akiwa Korofina. Kama nilivyotoka kueleza kwa namba, kule Korofina yeye akiwa na nambari 17 mgongoni ndiye alikuwa akitazamwa zaidi na walinzi wa timu pinzani, kwa sababu wanajua 75% ya mabao Korofina yanamtegemea yeye. Lakini akitoa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, anakutana na nyota wenye kiwango cha juu, wenye ukomavu: Libasege, Anise Ura, Eli Mpanzo Kibisawala, Cletus Chota Chama, Mwamba Lusaka, unazungumzia Selemani Mwalimu Gomez, na wanatajwa nyota wengine wakiwemo kina Keleso Makhalwa, wote kwa pamoja na wengine ambao sijawataja. Maana yake wapinzani wanakuwa na mbilinge, sio tu za kuhangaika na Ibrahim Dumbia, bali pia na hao nilowataja ambao wakiachwa wanaleta madhara makubwa. Libasege msimu uliomalizika kafunga goli 7 baada ya kupiga mashuti 30. Anise Ura kapiga mashuti 29, ana goli 6. Cletus Chota Chama kafunga goli 8, ingawa 2 akiwa Singida Black Stars. Selemani Mwalimu kafunga goli 9. Eli Mpanzo Kibisawala kafunga goli 7, katoa assist 10, ndiye top assist provider. Ndiye aliyetoa assist nyingi kuliko wachezaji wote katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika 2025-26. Nimewataja tu baadhi. Sasa hao wote wapinzani wa Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, michuano ya kimataifa kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Simba anakwenda kushiriki kwa maana nyingine tena, wapinzani walinzi wake watakuwa hawahangaiki na Dumbia peke yake, kwa sababu wakifanya hivyo ni kosa. Hao wazee wazima wenye kipaji, waliothibitisha ubora, wenye uzoefu, watawadhuru. Kwa sababu hiyo, wakipeleka nguvu zao pia kwa hao wengine, akina Chama, kina Geye, kina Ura, kina Selemani Mwalimu, kina Mpanzo, manake Dumbia inamuongezea nasibu ya kufunga kuliko hata alipo sasa katika klabu ya Korofina. Na kisha Simba na wapishi wazuri wengi sana. Kwa sababu hiyo, akitua, matarajio ni kwamba kwa mifumo ya kocha Steve Barker, baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo ile ukabaji, viungo 3, mshambuliaji kidara mmoja, dogo anaweza akatupwa hapa, lakini pia anaweza kucheza eneo lolote katika haya pembeni. Lakini pia kwa mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, katika wale 3 wa juu, washambuliaji 3 wa juu, anaweza kucheza kokote dogo, na hasa kutoka eneo la kati. Kwa lugha nyingine, kama dili hili likitiki, ikiwa kama linavyozungumzwa kwa ni tetesi ikawa kweli, basi Simba atakuwa amepata mtu wa maana aswa. Ni nafasi yake yeye kuja kuongeza kipaji chake katika timu ambayo inamhakikishia kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini katika ligi bora zaidi, ligi kuu Tanzania bara kwa mujibu wa CAF hapa tunapozungumza ni namba 5 kwa ubora, ikizidiwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria na ligi kuu ya Afrika Kusini. Ligi kuu ya Mali ni ligi ya 13 kwa ubora. Iko vizuri, lakini ukweli ni kwamba anachopaswa kujiandaa ni pamoja na changamoto, anakutana na ushindani mkali zaidi katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu kule Mali ushindani upo, lakini sio kama katika ligi kuu Tanzania bara anapokwenda kukumbana